Haya, wewe mtazamaji wa Kylian Sports, Kylian Idris hapa, tunakwenda kudiscuss hatua ya 16 bora, japo hatujafika, lakini nitakwenda kukutajia timu 16 ambazo mimi naziona pengine zikatinga kwenye hatua ya 16 bora, na hii ni kwa mujibu wa mtazamo wangu mimi kwa uchambuzi ambao nimeufanya kuangalia performance ya games ambazo zinaendelea, pia kwa nitakwenda kukutajia timu 16 ambazo mimi naona zitatinga kwenye hii hatua ya 16 bora. Lakini kuna timu mbili ambazo tayari zimesha qualify, vijana wa Flamengo pamoja na Bayern, hao wawili tayari. Kwa hiyo kuna timu zingine ambazo zimebaki bado hazitabiriki, mimi nitakwenda kuangalia hapa nani anakwenda kuwa nani. Lakini hizi game zote ambazo tunazizungumza hapa, game zote tangu tumeanza mpaka mwisho mpaka finali, nani atakwenda kucheza na nani, basi zote zitakuwa live kabisa kupitia Kipenga TV. Na Kipenga TV application inapatikana kwenye simu yako, pia iwe Android iwe iPhone, pia unaweza kupata, kwa sababu unaingia tu Google au pale Chrome unaandika kipenga.live, unaenda na download application pale, na moja kwa moja unakuwa live bila chenga mpaka saa 9 za usiku, games zinakuwa live. Haya, kwenye hatua 16 bora timu 16 zangu ambazo mimi naziona, nitaanza group A mpaka group H mpaka group ya mwisho. Haya, kwa kwanza group A pale vijana wa Inter Miami na vijana wa Palmeiras, yes, na waona wakitinga kwenye hatua 16 bora. Of course wote wawili wana pointi 4 wanafanana, lakini tutakumbuka kwamba game ya mwisho watakutana. Kwa hiyo kama watakutana Palmeiras pamoja na Inter Miami, sare inaweza kuwa na advantage kwa watu wawili, na pengine ndio matukio ambayo tutakwenda kuyashuhudia, kwa sababu ukimtazama FC Porto pamoja na Al Ahly wote mambo ni magumu, wana pointi moja moja. Kwa hiyo moja kwa moja vijana wa Inter Miami pamoja na Palmeiras, nafasi ya kwenda kwenye hatua 16 bora ipo mikononi mwao. Hilo ni group A. Ukija group B pale vijana wa Botafogo pamoja na vijana wa Paris Saint-Germain, naona wakitinga kwenye hatua 16 bora. Atletico Madrid pengine kwake mambo yawe magumu. Kwa sababu gani? Haya, kumbuka game ya mwisho Atletico Madrid alikuwa na kibarua dhidi ya Botafogo. Botafogo ambaye ni wa moto sana. Unakumbuka Botafogo atoka kumfunga Paris Saint-Germain, ambaye huyo Paris alimwadhibu Atletico mabao 4 kwa 0. Kwa hiyo obviously hiyo game moja kwa moja pengine Atletico Madrid labda atoe sare, kwa pengine ndio kwa ushindi wake. Na Botafogo yeye ana pointi 6, kwa maana yake moja kwa moja sare kwake inakuwa haina madhara yoyote. Lakini kama anapoteza mchezo wote watatu pengine wakawa na pointi 6 kama tu Paris Saint-Germain pia atashinda dhidi ya vijana wa Seto wa pale nchini Marekani. Kwa moja kwa moja mimi nikitazama kwa namna table ilivyokaa, basi Paris pamoja na vijana wa Botafogo basi wanakwenda kwenye hatua ya 16 bora. Hilo hapo ni group B. Haya, kwa group C pale vijana wa Bayern Munich pamoja na Benfica na waona wakitinga kwenye hatua 16 bora. Kwa nini? Unajua jana wakati naitazama game yangu hiyo ya Bayern dhidi ya vijana wa Boca Juniors, wakati naisha 2-1 kwenye application yangu ya Kipenga TV, basi moja kwa moja kuna kitu nilikiona special sana kwa Bayern. Bayern yeye ni mtu muda wote anatamani kufika golini, muda wote anataka magoli. Kwa hiyo vijana wa Benfica game ya mwisho pengine pia wakaadhibiwa, lakini sasa itategemeana sasa vijana wa Boca Juniors wataishaje na vijana wale ambao wamekula bao 10 kwa Bayern, vijana wa Auckland City. Boca Juniors atashinda ndio dhidi ya vijana wa Auckland, lakini ukumbuke pia Bayern anaweza kashikiliwa bomba na vijana wa Benfica wakaomba sare tu na moja kwa moja wakawa wamequalify. Kwa mtazamo huo sasa moja kwa moja Benfica pamoja na Bayern naona wakitinja kwenye hatua ya 16 bora. Hilo hapo ni group C. Haya, twende group D. Group D hapa vijana wa Chelsea pamoja na Flamengo, basi mimi naona wakitinja kwenye hatua 16 bora. Kwa nini? Kwa sababu obviously game ya mwisho Chelsea atakuwa anacheza na vijana wa Esperance de Tunis. Yes, kwa hiyo hilo ni group na naliona clear kabisa kwamba Esperance de Tunis hana hiyo nafasi ya kuendelea na mashindano. Chelsea pamoja na Flamengo basi nafasi yao watakwenda kuchukua na moja kwa moja watakwenda kutinga kwenye hatua ya 16 bora. Japo game ya mwisho itakuwa ni Chelsea na Esperance de Tunis, na kama Esperance de Tunis atapata ushindi, maana yake moja kwa moja yeye atakuwa pia amequalify. Kwa hiyo moja kwa moja bado alitabiriki, lakini Chelsea pamoja na Flamengo wanakwenda kwenye hatua ya 16 bora. Haya, ukumbuke Flamengo yeye ashaqualify, kwa hiyo Chelsea ndio ambaye anawania hii nafasi na vijana pengine Esperance de Tunis pia wapate hiyo nafasi. Haya, hilo hapo ni group D. Ukija group E, Inter Miami pamoja na vijana wa River Plate na waona wakipita kwenye hatua, wakienda kwenye hatua 16 bora. Wamekuwa na japo Inter Miami mpaka sasa na pointi 1, lakini bado hajacheza game ya pili. Kwa hiyo tunasubiri game ya pili matokeo yake yanakwenda kuwaje, lakini mimi nikitazama kwa namna Inter Miami katika kupoteza finali ya Liga ya Mabingwa barani Ulaya mbele ya Paris Saint-Germain, kwa hiyo hichi kikombe pia anahitaji kufanya vizuri ili aweze kufuta yale machungu. Kwa moja kwa moja namuona kwenye hatua ya 16 bora yeye pamoja na River Plate kutoka pale nchini Argentina. Haya, kwa group E vijana wa Inter Miami pamoja na River Plate naona wakitinga kwenye hatua ya 16 bora. Kwa group F sasa vijana wa Mamelodi Sundowns pamoja na vijana wa Borussia Dortmund naona wakitinga kwenye hatua 16 bora. Lakini pia kumbuke leo vijana wa Mamelodi Sundowns ndio watakuwa na kibarua dhidi ya Borussia Dortmund. Kwa hiyo leo inakwenda kutoa taswira nzuri zaidi, lakini tayari mimi nimeshatabiri kwamba pengine vijana wa Dortmund pamoja na Mamelodi Sundowns wana hiyo nafasi ya kwenda kushiriki kwenye hatua ya 16 bora. Lakini hilo hapo ni group F. Group H vijana wa Juventus pamoja na Manchester City obviously unaona kabisa lazima wanakwenda kuqualify, kwa sababu aina wapinzani ambao wapo nao wanaweza kupata matokeo vizuri tu. Juventus anakuwa na kibarua dhidi ya Wydad Casablanca, point 3 zipo clear kabisa, pengine akazipata. Kwa
kwa moja kwa moja wao wawili wao pamoja na Manchester City, miamba kutoka pale nchini Uingereza, pengine wakatinga kwenye hatua ya 16 bora. Lakini grupu la mwisho hapa ni grupu gumu kidogo, lakini Al Hilal pamoja na Real Madrid mimi naona kutinga kwenye hatua ya 16 bora, japo kwa sasa hivi RB Salzburg anaongoza kundi, lakini naamini Real Madrid mbele ya RB Salzburg anaweza kuchukua point 3, lakini pia mbele ya Pachuca pia anaweza kuchukua point 3. Kwa hiyo hao wote wanaweza kuacha point 3 mbele ya Real Madrid, na vijana wa Al Hilal pia wanaweza kupata point 3 mbele ya hao wote wawili, Pachuca pamoja na vijana RB Salzburg. Kwa hiyo mambo yanakwenda hivyo. Huo ni utabiri wangu mimi, hizo timu 16 ambazo mimi naziona zitatinga kwenye hatua 16 bora: vijana wa Inter Miami, vijana wa Palmeiras, vijana wa Botafogo, Paris Saint-Germain, vijana wa Bayern pamoja na vijana wa Benfica, lakini pia bila kusahau Chelsea na Flamengo, Inter Milan pamoja na vijana wa Liverpool, lakini pia bila kusahau Dortmund pamoja na Mamelodi Sundowns, hapa Juventus pamoja na Manchester City, na kundi la mwisho ni Real Madrid pamoja na miamba kutoka pale nchini Saudi Arabia, Al Hilal. Hapo Kylian Sports nimemaliza, lakini ukumbuke kwamba hizo game zote zipo live kabisa kupitia application yako pendwa kabisa, application ya Kipenga TV. Ingia pale Google Chrome, andika kipenga.live. Hili neno kama nilivyoliandika hapa, kipenga.live, kisha itakuja pale link ya kudownload application. Download application pale, game zote unakuwa live bila chenga kwa simu yako kabisa, hata kama iwe ni kisimu kieleweki, hata kama ni Whiteley, wewe download itaweza kufunga vizuri kabisa na utakuwa live bila chenga. Kylian Sports hapo nimemaliza